Shosti! Tusemeza. Kitu chochote kile ambacho umekaa nacho zaidi ya miaka 3 na hukitumii na wala huna mpango wa kukitumia. Usimamizi wa biashara ni ule namna ya kuangalia biashara yako kwenye maendeleo yake. Inahusu mauzo, mapato, matumizi, uajiri wa watu, uongozi, na utawala, na vitu vyote hivi vyote ndani yake mwamvuli mmoja wa gurudumu hilo la biashara yako tunabidi tuwepo kusimamia ili biashara zetu ziende. Lakini kwenye usimamizi wa biashara kuna vitu tunapaswa tuvizingatie, nayo ni moja, mali bila daftari hupotea bila habari. Yaani hakuna kitu tutaongea kuhusu biashara bila kusema kuhusu kuweka record. Ni lazima wewe kwenye usimamizi wako uainishe mali za biashara yako, mzigo wa biashara yako na vyote vinavyohusiana biashara yako. Hapa unapaswa uwe na mfumo maalum wa kuweka rekodi za biashara yako. Sasa katika usimamizi wa biashara inabidi utafute namna ambayo inakurahisishia wewe katika kuangalia mauzo, mapato, matumizi na kadhalika. Ukiwa katika hichi kitu cha kuweka rekodi zako, tafuta application ambazo zinaweza kukusaidia kufanya hivyo kwenye biashara yako. Fanya investment ambayo ulishauriwa, inakupasa ufanyaje? Inakupasa upate muda au wasaa wa wewe binafsi kutafakari kwa kina na kufanya uchunguzi yakinifu kuhusu hicho kitu unachotaka kwenda kufanya. Wako ubaki kwako, isiwe kero. Upo mambo ya kufungulia mziki kama kila mtu anataka kucheza mziki wako, hatutaki. Mambo ya kufungulia mziki kama una kigoma, hatutaki. Mambo ya kufungulia mziki tunashindwa mpaka kulala, tunashindwa kuelewana kisa mziki wako, kisa una sabufa. Hata sisi tunayo masabufa ndani kwetu. Upo na tunaweka kista. Huyo binti wa watu hujaenda kwao. Usibariki ndoa kama huyo mtu wa watu ndugu zake hawajui unaishi. Usibariki ndoa hivyo. Bariki ndoa kwa kufuata process. Ndio inavyotakiwa. Sawa. Alafu watu wengi tumeishi na watu tunaona kama maisha hayaendi kwa sababu kuna baraka zinatokana na muunganiko wa ndoa, na endapo hujafanya huo muunganiko kihalali, hizo baraka huwezi kuzipata. Kwa hiyo barikini ndoa zenu ili baraka ambazo zimeahidiwa kwenye neno la Mungu kuhusu watu kuungana, baba awe familia, baba awe kiongozi, mke amtii, watoto urithi na kadhalika, hizo baraka hazitoki tu kwa Mungu kiholela kama hatujafuata utaratibu. Utaratibu ni barikini ndoa zenu, sio kwa kurahisisha, bali barikini kwa kufuata utaratibu ili baraka za Mwenyezi Mungu msipate. Kila laheri watu wasogea tuishi, hakikisha mnabariki ndoa zenu. Happy birthday to you. Woo! If you're born in May, stand up, hey. Watu wa Mei sasa tukutane hapa kutakiana birthday wishes jamani. Salamu ziwafikie watu wote waliozaliwa Mei bobu. May your God be with you. May the success be with you. May you be strong enough to fight the battles of your life. May you be very brave, kwa sababu watu wa Mei hatuwaangushi watu. Kwa kama wewe umezaliwa mwezi Mei, birthday hii wish inakuhusu. So happy birthday to everyone out there. It's either a king or a queen. As long as you're born in May, may you stand up and receive this blessing. May your God be with you. Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu akuneme, na Mwenyezi Mungu asikuache. Kisses to all the kings and queens on May. Mwah, 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 mwah. Happy birthday to you. Woo! Tusemezane.